hili litakuwa la mwisho, vinginevyo wengine tuondoke hapa. Haiwezekani watu wakawa na uwana kama kuku kwa sababu ya ardhi. Ni usiku wa tarehe 6 kuelekea tarehe 7 ambapo watu wasiojulikana waliingia katika mapori yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya kulishia wanyama, zaidi wakitafuta wanyama na watu wanaochunga wanyama hao kwa maana ya ng'ombe ili kuwadhuru. Sababu kuu iliyozungumzwa kupata maeneo ya kulimia. Wachungaji hao wameeleza kwa undani zaidi nini kilichowakuta. Mlinda Misoji, mkazi wa hapa Tandala. Usiku wa kuamkia leo imetokea na changamoto ya kuvamiwa na watu wasiojulikana ambao ilikuwa ni majira ya saa 7, ambapo sisi jambo tulijisaidia ni mbwa. Maana yake mbwa walibweka, sisi tukakimbia wakaponda bati. Baada ya kukimbia, kuna mimi ambaye nilikuwa wa mwisho pale mlangoni pale natoka, nilipigwa fimbo mguuni ambaye nikakimbia nikaenda kuanguka kwenye bati moja pale nyumbani. Baada nikakimbia, tukakimbia kwa tulipokimbia kuna watu walikuwa wanatufuata na matochi wengi. Tukaishizia mapolini. Baada ya usiku kucha tukawa tunafuata ng'ombe wanaounguruma kuelekea kwenye kambi la majirani zetu. Sisi baada ya kufika kule tukakuta kule kuna askari mmoja kauliwa, mlinzi wa pale kambini, na mwingine mchungaji alikuwa amepigwa fimbo kichwani na mapanga, na ng'ombe kule zenyewe penyewe zimekatakatwa. Vyombo vyote vimeharibu, sola wamechukua, unga wamechukua, na simu zetu zote nimeshuhudia wamechoma moto, wamevunja na kuna basikeli pale nyumbani na penyewe hazipo, nguo zote zimechomwa. Kwa majina naitwa Ibisi Solea, mfugaji kwa maana ni mchungaji. Ni mali kama ya nyumbani. Tumeletwa kuangalia ng'ombe. Kwa usiku wa kuamkia leo tukakutwa na watu wengi, yani matochi mengi. Waliotusaidia kukimbia ni mbwa, kwa sababu walibweka. Badala ya kubweka wakashtuka na wenyewe wataumwa na nini na mbwa. Yani walipobweka tu wale mbwa, na sisi tukaamsha moja kwa moja kukimbia poli kwa poli. Yani tulikatiza poli kweli, tumelala polini. Ilikuwa mida ya saa 7 usiku wa kuamkia leo, kwa sababu kuna kuuliwa. Maana hatuna ulinzi wowote hapa. Yani ulinzi ni fimbo. Sasa na fimbo na wenyewe na mapanga, mkuki, kila kitu. Alafu ni kijiji, sio mtu mmoja eti. Baada ya siku kimbia wakaangukia kwenye ng'ombe sasa kuwakatakata mapanga. Na sisi tukiwa tumekimbia, lakini tusingekimbia wasingeua hata ng'ombe, wangetuua sisi wenyewe. Leo asubuhi tukarudi tukakuta ng'ombe wamekatwa mapanga. Yani kuna wengine wamekatwa miguu kabisa, hawezi hata kutembea, wengine mikia, yani wamejeruhiwa kana kwamba wangemwangukia mtu, ingekuwa ni vingine. Ilishakawahi kututokea, waliangusha hadi nyumba kipindi cha kwanza. Na leo usiku wa leo wamevamia kambi 2. Kuna wengine wameuliwa, kambi ya wenzetu ameuliwa mmoja na mwingine kujeruhiwa, amekatwa mapanga. Mimi naitwa Rutome Gonzera Mlinda, mzaliwa wa wilaya ya Misungwi. Ni mkazi wa Tandala. Yani sisi hapa kinachotusumbua ni wanakijiji, wakulima wanatusumbua sana. Kuna kipindi fulani tena kilitokea kama kilichotokea hichi. Nilifika hapa majira ya saa 5, nikakuta kambi lote limevunjwa sana lote, yani na ndama kama 10 wamekatwa. Na mkuu wa kituo
mkuu wa kituo wa Uvinza, mkuu wa operation nani Pombe alishuhudia hili tukio na OCD alikuja hapa kushuhudia hili tukio. Imeniathiri sana, kama mnavyoona hao mifugo walivyoharibikiwa. Kwa hiyo sasa serikali tunaiomba itatusaidia kiaje. Tunataka na sisi itusaidie, ituwekee ulinzi maalum wa kutulinda. Sisi tunalipia serikalini. Tunapolipia serikalini na fedha ya kulipia tunalipa kama 2.4 milioni ya operation. Sasa hatuoni kitu chochote kinachofanyika huko. Ndio ninachosikitikia hicho. Na matukio bado matukio yanazidi kutoka. Itwa Ngama Solea Igonzera Mlinda. Changamoto za humu ni nyingi. Tangu tuingie humu, changamoto zinakuwa zimetukuta mara kwa mara. Mwanzoni kabisa tulivamiwa hapa. Tulipovamiwa alikuja operation officer wa wilaya, akaja na operation officer wa mkoa, wakaja wakashuhudia tukio. Kwa kweli operation officer wa wilaya alijitahidi, baadhi ya watuhumiwa walikamatwa na jeshi la polisi wakapelekwa mpaka pale Uvinza. Hivyo pelekwa pale Uvinza wakapelekwa mahakamani. Hivyo pelekwa mahakamani, baada ya muda tukawa tunawaona mtaani. Wakati sisi pale tunatoa maelezo, tuliambiwa hivi baadaye serikali ikishalichanganua mtaitwa. Unaona, kuja kuna nili kwenye kesi yenu. Tumekaa hapo, baadaye tena watu wakaanza kuvamia humu kulima. Tukampigia operation officer wa wilaya, yeye kama mkuu wa doria wa wilaya hii, alikuja na maaskari. Kajaribu kuwatawanisha wananchi ambao walikuwa wanavamia humu. Siku ya kwanza tulikaa, baadaye tena wakaja tena wakavamia tena, wakaanza kulima upande wa mashariki wa hiki kitalu. Tukampigia tena simu kwamba mheshimiwa, tena huku tumevamiwa. Alikuja na maaskari akafanya kazi yake. Alivyofanya kazi yake, baadhi ya ng'ombe tukazikamata, tukazileta mpaka hapa. Baadaye wakaondoka. Walivyoondoka, zile ng'ombe tulilala nazo hapa. Kesho yake mishale ya saa 10 wasijia akatupigia simu akatuambia hizo ng'ombe ziachieni. Sasa tukaanza kujiuliza, sasa sisi tumekatiwa kitalu na halmashauri, na hili eneo limeteuliwa, wameliteua kama halmashauri, kwamba mfugaji ambaye alikuwa anahangaika na malisho ni sehemu ambayo mnakuwa mnakata kitalu, mnalipia kwamba ni kama ni heka ngapi, kulingana na idadi ya ng'ombe zako unakata kitalu na unalipia. Na tulifuata utaratibu kuanzia ngazi ya ardhi, tukaenda idara ya mifugo katusimamia vizuri, tukaenda kwa mkurugenzi bila shida, tukaja tukapewa kitalu. Sasa sisi kama wale wakuu wanapokuwa wanatetea wahalifu, majanga kama haya hayataisha. Kwa kweli, kwa maoni yangu mimi naomba idara ya ardhi na wizara ya mifugo iliangalie hili. Hata mheshimiwa rais tunamuomba hili aliangalie. Mwanzoni tulikuwa tunahangaika na malisho kule mapolini, tulikuwa tunakamatwa na maaskari wa msituni magemu. Baadaye wakatoa utaratibu kwamba kuna eneo ambalo limetengwa na serikali la kulipia. Tukafuata utaratibu, bado tena tunakutana na changamoto kama hizi. Leo yani tuseme tu wameshaua, kwa sababu hizi ng'ombe zimeshajeruhika, haziwezi zikapona hizi.
ni ng'ombe 6. Yaani hizi ng'ombe kwa haraka zina thamani ya zaidi ya milioni 8. Wizara ya Ardhi ilitukatia kitalu ambacho kina ukubwa wa ekari 1200 sawasawa na heka kama 500 hivi, ambazo tunalipia kodi kila mwaka. Unaona, sasa cha kushangaa sasa unakuta serikali inaruhusu tena watu wengine kuingia kufanya kazi zao za uzalishaji. Kwa maana migogoro haiishi, kila siku ni kugombana na watu. Matokeo yake ni uhalifu kama huu unaofanyika. Kwa kweli kuna viongozi ambao wanatekeleza majukumu yao kama operation officer wa wilaya ambaye ni mkuu wa doria wa wilaya hii. Kwa kweli humu kidogo alileta amani, kwa sababu tulikuwa tukimpigia simu anakuja, anapokuja anafanya kazi yake. Kwa kweli tumekaa kwa amani takribani kama ya mwezi mmoja. Mchana wa siku ya tukio, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ikiongozwa na mkuu wa mkoa ilifika eneo la tukio. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma akatoa maelekezo, lakini zaidi akieleza awali ni yapi walioyafanya kwa ajili ya kuondoa changamoto kama hizo. Na afande, ulisema siku moja kule, nafikiri Tandara kule, kwamba kuna watu wanajifanya wababe. Sasa wale wababe wanaenda wanadanganya watu kule kwamba tukifanya haya ndio tutapata ardhi, tutishie. Watu wanamiliki labda ekari hata 200. Iliwakumba pale Kazaroho pale, wilaya ilikuwa imeweka mpango mzuri, watu wapewe ekari 4. Wakati ule watu wakana pita wanawaambia hamna ekari 4 za watu. Mtu ana ekari 100, ana ekari ngapi? Kazaroho leo iko pale, si imeondolewa? Iliondoka, na niliwaambia ni kwa sababu ya ujinga wenu. Zilikuwa kila mtu apate ekari 4. Kuna miamba fulani nikaa naambia nyinyi mwamba wenu utaishi. Leo Kazaroho haipo pale. Sasa huku kumekuja mpango mzuri kabisa kwamba watu sasa wapate, lakini kuna miji tu inajifanya yenyewe ndio yenyewe, wanaona watakosa kuonea watu, kwa sababu wakigawiwa kama mpango ulivyoanza kule Mwandubandu umekuja hapa nani, sitakuwa hili kwa watu wote. Sasa hili liishe, tuwe wa kweli kabisa, na ukikaa kwenye ukweli mambo yote yataenda vizuri. Msidanganyane, mnaunda vikundi halafu mnaenda mnavamia watu kule, haiwezekani. Na hao tutawafahamu tu, tutafukua makaburi ndani ya muda mfupi. Hata ukimbilie wapi, tutakufuata huko. Rekodi tutazifukua zote, na tutahakisha kwamba hii hali inakomeshwa na wala hatutaonea mtu. Sasa ninachowaomba, acheni unafiki, mambo ya kupamba sijui wafugaji wawekezaji sijui eti wanapigana wenyewe, ujinga mtupu. Tukio lile linajulikana na tutawafahamu wote waliofanya. Wameenda pale wamefanya walivyofanya, tunajua. Sasa sisi tulifanyia kazi, lakini mimi nakuahidi mheshimiwa mkuu, hili litakuwa la mwisho. Vinginevyo wengine tuondoke hapa. Haiwezekani watu wakawa na uwana kama kuku kwa sababu ya ardhi. Eti kwamba huu mpango unaokuja, mmejaribu kusema vizuri, kale kamati kalikoundwa kale kangeibua kangenyima masilahi ya watu wengine, kwa sababu wengine si haki ingetendeka, na watu wengine wamezoea dhuluma. Sasa ndio wafanye hivyo kuzidi wachafue, hawawezi. Ule mpango utaendelea kama ulivyopangwa, kamati zitaendelea kawaida, lakini wale wahalifu lazima tutawashughulikia. Haiwezekani matukio yakaendelea. Na mimi nakuahidi mheshimiwa mkuu, tumeshajipanga sisi. Makachero wako kazini na kule tutaweka ulinzi wa kutosha. Tutaenda sawa na tutasemewa kwa nguvu zote. Kusudi tusiwakatishe tamaa wawekezaji, tusiwakatishe tamaa watu wenye mapenzi mema. Watu wanatakiwa wafanye kazi, wazalishe. Nchi inataka uchumi. Sasa mtu unaenda kuua mwenzako, unaenda kuharibu mali ya mwenzako. Hiyo haiwezekani. Mpango mzuri umekuja kwenye serikali, watu wagawiwe ardhi, na ardhi ni kubwa tu, halafu mnaenda haiwezekani.
Tupeni ushirikiano wa haki, tupeni ushirikiano wa haki ili tulimalize, na tukishalimaliza watu watakaa kwa amani. Halafu kama una shida, viongozi wapo. Una shida ardhi, viongozi wapo. Msidanganyane huko, watu mpaka wanachangishana hela eti tutaenda kukutetea huko. Hupiti kwa viongozi. Matatizo sisi, hii dunia ni ya watu. Binadamu lazima tuelewane. Una shida, huna ardhi, kwani lazima mtu awe na ekari 50 wakati wewe huna? Sasa ananyang'anywa tu, anapewa kidogo kidogo, kuja mtu ajipatie mahala pa kulima. Msidanganyane. Haya mnayofanya kule, unaenda na kodi watu si wapi, unakuja unaleta unaanza kushambulia watu huko. Haiwezekani. Aliwahi kuja mwekezaji mmoja akaweka walinzi pale. Ameweka walinzi pale, kesho yake wanashambuliwa. Sasa aliyeshambulia nani? Si wa hapa Irunda. Tukawaambia mkirudia sisi na nyinyi. Sasa hawajasikia. Mimi nafikiri sisi tunaendelea na kazi, hatulali mpaka hili swala lifanye nini? Limalizike, na waliofanya hiki kitendo lazima watapatikana. Mkuu wa mkoa akiongoza kamati ya ulinzi na usalama akatoa maelekezo kwa wananchi. Wahusika wote waliofanya hili tukio tusaidiane, tuhakikisha kwamba wanakamatwa na kupelekwa mbele ya sheria. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, ndugu zangu, swala la utii wa sheria ni la msingi sana, ili uweze kuishi kwa amani na utulivu mahali popote pale na uonekane wewe ni mstaarabu, sio mnyama. Swala la utii wa sheria ni swala la msingi sana. Hao wamevuka mipaka, na kama kumekuwa na tabia matukio ya namna hii kujitokea yanatokea mara kwa mara, niseme hili sasa iwe ni mwisho. Niwahakikishie Watanzania wenzangu kwamba swala la wale watu wachache ambao watakuwa wanavunja sheria, niwahakikishie kwamba tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Mna kila sababu ya kufanya maendeleo yenu, kazi zenu bila kuwa na mashaka yoyote. Ninaamini kuna watu wachache wanawezekana pia wamekodishwa kutoka maeneo mengine, kwa sababu wakati mwingine hao wauaji wanaweza kuchukuliwa kutoka sehemu nyingine, wakaja wakafanya mauaji alafu wakarudi wanakoishi, na mara nyingi wanapewa ng'ombe. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba waliofanya hili, mkono wa serikali ni mrefu, tutawapata na kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Lakini la tatu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hii ni changamoto kwenu, hakikisheni, kwa sababu haya matukio yamekuwa yanatokea siku za nyuma, mwenyewe mnaeleza, hakikisheni mnafanya special operation kubwa. Msimuonee mtu, lakini tusimwache mtu ambaye ni muovu. Naomba tujipigie makofi kwenye hilo. Narudia, tusimuonee mtu, lakini pia tusimwache mtu ambaye ni muovu. Kwa hiyo operation zote tunazifanya, tusifanye tu operation ya waliofanya mauaji haya. Hata ya mauaji ya nyuma ambayo yamefanyika, mnasema kuna mtu alikatwa kichwa akawacha nini, matukio yote tufanye operations. Tufanye operation wale wanaovuta mabangi, wanaofanya nini, tufanye operation kubwa kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama. Nitoe wito kwenu wote kwamba tutafute taarifa nani amefanya hili tukio, na mimi nitatoa zawadi ya milioni 2 kwa ambaye atafanikisha kutupa taarifa tuweze kuwakamata waliofanya hili. Kwa hiyo ukifanikisha hili moja kwa moja utakuja kwa mkuu wa mkoa, utapata milioni 2 zako 2 ili tuwapate waliofanya hili tukio, wakili tukio, na wataje kikundi kilichofanya hilo tukio, na kama walikuwa na silaha watuonyeshe silaha zake. Lakini la mwisho, ndugu wa Tanzania wenzangu, niwahakikishie kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko makini na wapenda sana. Hawa ni watu wachache. Tukishakuwa na society ya watu wengi namna hii, kila mtu anakuja na tabia zake. Lakini kuna wahamiaji wengi wamekuja hapa. Sasa wengine wamekuja na tabia zao ambazo ni hovyo, lakini kwa sababu sheria zipo, tuhakikisha kwamba tunawasimamia na sheria inachukua mkondo wake, tunawakamata na mwisho wa siku tunawapeleka kwenye vyombo vya haki. Haki inatolewa mahakamani. Haki haitolewi kwa kwenda kumuua mwenzako. Na kama una malalamiko yoyote, kuna mgogoro yoyote, siku zote nimwambia mkuu wa mkoa yupo, mkuu wa wilaya yupo, tarafa wapo, tuwatumie wale kuhakikisha kwamba unapata haki yako. Haki yako huwezi kuipata kwa kumuua mwenzako au kwa kumdhuru mwenzako. Unapofanya hivi unakuwa umekiuka sheria.